mzaliwa wa mwisho kitina mimba katika ukoo wa baba yake. Donadwaro monda alime kama dake. Nilitamani sana nimtembelee kule alikokuwa anaishi. Na neno kodak karuo. Niliona anaishi maisha kifalme. Na yude kende kaja odeunge. Nilimkuta akiwa peke yake, mmeo alisafiri. Apenye to erigun paru. Nikamuuliza wapi mumeo? Ukona nia biashara kama borgeka. Akaniambia yuko kazi katika sehemu za biashara, ni mbali mno. Na fuate nyaka mukio gichula marwa kara nilimfuata mume wake mpaka katika kisiwa kimoja kule Majita. Inonanwa niko bede ilori okobede yo. Nilimkuta amekaa ndani ya lori wala sio kwa nyumba. Anwa ngekaa ngipunde elwete. Nilimkuta akiwa na bunduki mkononi. Kolito ko mwandone anachunga mali yake. Gari nema nwa bede kode dakika matin. Tulikaa naye katika ndani ya hilo gari kwa muda mfupi. Mino dio ngado na guest house manindo yotanda marfuonyi. Akanipangia chumba cha malazi, nililaza katika kitanda cha kifahari. Newawere kwa gore uriti. Tuliachana tukiagana. Takone ni unili. Nikamwambia Munili, chiungima ni Yesu mnawari. Toa maisha yako kwa Kristo uokolewe. Maana na wacho niko bado kanyongeyo. Nilimwambia kiketi hapo sasa hivi anajua. Ibe chiungima ni Yesu mnawari. Hata wewe na kusii, toa maisha yako uokolewe. Yalmanomi hai meru kinyonoloni. Aliyekufanya wewe kutoka kwa tumbo la mama yako ukasembea. Huyo ndiye aliyenituma nikupe methali hii. Wakati unaishi Kisumu, ninazunguka kote nikihubiri Yesu. Hata hizo ndege napanda nikienda inchi baada ya inchi. Lakini natoa methali ya mwisho nikiketi uwanjani pale kwenye uwanja wa mpira. Kuna njia mbili. Achel majia jia donjogo. Ni njia moja ambayo kila mmoja watu wa kawaida wanaingia. Achel tomarjo tugo. Nyingine ni wachezaji. Dakika mitie ke kiwanja kigo ya mpira. Muda ule wa mwisho wa kucheza mpira. Manola ndigi joma riek bajo kandanda. Ambao ulipanga na wataalamu wa kandanda. Dakika piro chiko. Ni dakika 90. Manola mone ginge. Jua hilo na ujue. Toko piro tuoyore. Lakini mpira ukiwa sare. Konionge gol. Yaani bao halikuingia popote. Imedo dakika parga bicha. Wanaongezwa muda. Dakika 15. Haleluya. Dakika parga bicha tongato leo kwa odeko ngene bimedi. Hakuna anayejua kati ya washangiliaji kwamba dakika ingeongezwa au mashabiki. Asante sana. Kiswahili baleo kecho nyolaka. Anajua Kiswahili kwa sababu ni mzaliwa wa Tanzania. Kiswahili mbone chando joloko kahinya. Wale waliokuwa na fasiri kidogo walikuwa na kama nyawana ne gilugo na nikorera kabedo kacha winjo. Nilikuwa nasikia wanasema nyawana nikorera. Chakreka una aka kinge ni nyawana iluongo ni mseja. Kuanzia leo jua kwamba nyawana anaitwa kwa hilo. Pamnauru nikechne ukia. Angoma hiyo. Haleluya. Yalo pamomulo uteo kama yule anapiga makofi kuliko kila mtu. Opaki Yesu. Haleluya. Pao mpira. Uwanja wa mpira. Kagol mar dakika parga bich otoyore. Wasipofungana kwa ile dakika za nyongeza, jidie penalty. Watu wanaenda kwa matuta. Penalty. Matuta. Yela parga reo. 12 pale hesabu. Wonlili ongeja gol mosemako mipira mar penal kakigoyo gicha mogoni itoka. Ikweli itoka. Mo mar penal pepe. Baba Lili. Kuna goalkeeper study amewahi kutaka penali zote zinazochezwa pale. Penal temanyaka kelra pogi no kombe dikoni kata koni. Penalty ama matuta ndio itaamua kikombe kinaenda wapi.